Leo tutaangalia na Biblia inazungumza nini kuhusiana na uungu. Je, kuna Mungu wangapi? Moja kwa moja ni kuambia kwamba kulingana na Biblia kuna Mungu mmoja tu, na huyu Mungu mmoja huyu amegawanyika katika nafsi tatu. Yaani kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu. Kuna nafsi hizi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Moja ya sifa ya Mungu ni kwamba yeye hapatikani na mauti. Hiyo ndio sifa moja ambayo ni moja kati ya sifa, attributes of God. Mungu hapatikani na mauti na hafi milele. Hiyo ndio sifa yake. Lakini sifa nyingine, Mungu anajua. Yeye ni mwenye uwezo wote. Sifa nyingine, Mungu ana uwezo, na ndio maana aliumba mbingu na nchi, akaumba na mito, akaumba na milima, akaumba na bahari. Mungu ana uwezo mkubwa mno. Sifa nyingine, Mungu anajua kila kitu. Kumbukumbu ya Mungu inajua kila kitu, toka mwanzo hata mwisho, toka juzi, jana, leo, kesho, miaka 1000, miaka mingi inayokuja. Mungu anajua nini kitakachotokea. Biblia imefunua wazi hilo. Sifa nyingine, Mungu yuko juu ya yote. Yuko juu ya kila kitu unachokiona. Sifa nyingine, Mungu yupo wakati wote. Uwepo wake upo wakati wote. Anapatikana mahali pote. Na kuna watu wanatoka mikoani wanakuja huku Dar, au wanaenda kule Mbeya au Mwanza, wakifuata huduma fulani. Mfano wanasema wanaenda kuombewa, wanaenda kuchukua mafuta, wakiamini kwamba Mungu yuko mahali fulani. Wakiamini kwamba pale walipo Mungu hayupo. Wakiamini kwamba wakiomba wenyewe Mungu hawasikii. Ukisoma sifa za Mungu, attributes of God, hiyo inadhihirisha ya kwamba ukishaelewa tu kwamba hizi sifa, unahitaji hata kwenda kuhangaika mara kusumbuka wapi, kwa sababu sifa ya Mungu yeye yuko mahali pote. Sasa swali la msingi ni kwamba, je, mahusiano yako na yeye yakoje? Kama unakumbuka katika kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu alipompa Adam maelekezo, alimpatia Adamu kwamba waweza kula matunda yote katika bustani, lakini kuna tunda la ujuzi wa mema na mabaya usiguse. Na Adam na mke wake walipokula lile tunda,
Biblia inatuambia ya kwamba wote walifunguliwa macho, wakajiona wako uchi, na matokeo yake wakaenda wakakimbia kwenda kujificha. Sasa kwa nini wajifiche? Na Mungu alipofika anawauliza wako wapi? Sio kwamba alikuwa hawaoni, ila Mungu anataka kujua connection yao na Mungu ilikuwa imesha katika. Mungu alikuwa anawaona, lakini wao walikuwa hawajitambui. Ndio maana wanakimbia huko wako uchi. Ndio maana hapa sifa za Mungu zinaonyesha kwamba yeye si wa level ya kitu chochote. Hatuwezi kumlinganisha na yeyote katika ulimwengu huu. Wako wafalme, wako viongozi wa dunia walioiga na wanaoendelea kuiga kuwa na tabia kama ya Mungu, wakijifanya kuwa wao ni miungu. Na maanisha hapa kuna watu ambao hawataki wenzio waishi, wanatengeneza mabomu kwa ajili ya kuwa wengine, wanatengeneza silaha, bunduki bunduki hizi za kisasa wanazitengeneza. Hizo silaha zinatengenezwa si kwa ajili ya wanyama, si kwa ajili ya viumbe wengine, isipokuwa ni kwa ajili ya kuwaua wanadamu. Tamaa, wengine kujichukulia sheria mkononi wakiwaua wengine. Na Mungu hataki. Mungu anawalaani wale wanaoua wengine, kwa sababu Mungu ndiye aliyemuumba mwanadamu. Kwa sababu tumeona yeye Mungu yeye ana uwezo wote. Maana yake aliumba, ana uwezo, huo uwezo ni wa Mungu. Akamfinyanga mwanadamu katika siku ya sita na akampulizia pumzi ya uhai puani, mtu akawa nafsi hai. Akaanza kupumua. Na sasa binadamu aliyeumbwa na Mungu anamuua binadamu aliyeumbwa na Mungu. Na ndio maana Mungu amekuwa mkali na akaliweka kwenye amri, kaandika kwa mkono wake ya kwamba usiue. Na wewe unayeua, ipo hukumu itakushukia juu yako. Kwa hiyo tumeona Mungu, sifa za Mungu. Mungu alidhihirisha kwetu sifa zake ili tuweze kumuelewa. Na naomba nikupe mafungo ambayo unaweza kusoma ili ujifunze mwenyewe juu ya uungu. Katika Mwanzo sura ya 1 fungu la 26. Biblia inazungumza, nenda kasome Kumbukumbu la Torati 6:4, Isaya sura ya 6 fungu la 8, Mathayo sura ya 28 fungu la 19, Yohana 3:16. Fungu hili linazungumzia sana kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Lakini Wakorintho ya pili 1:21 na utaangalia na mstari wa 22. Alafu Wakorintho ya pili sura ya 13 fungu la 14. Lakini pia Efeso sura ya 4 fungu la 4 hadi 6 na Petro ya kwanza sura ya 1 fungu la 2 utaikuta juu ya uungu. Sasa pale Calvary, wakati Yesu anasulubishwa, kisa hiki nadhani tunatamani kulifahamu zaidi. Wakati Yesu anasulubishwa, watu wengi walimkataa Yesu pale msalabani. Ni wachache tu waliotambua kuwa Yesu alikuwa ni nani miongoni mwao, akiwa ni mwizi aliyekuwa anakufa ambaye alimuita Bwana katika Luka sura ya 23 fungu la 42. Lakini pia kuna askari wa Kirumi aliyesema katika Marko sura ya 15 fungu la 39. Alisemaje yule askari? Akasema hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa alimtambua hakika kwamba huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo hapo inatudhihirishia kwamba Mungu ana nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Lakini pia katika Yohana sura ya 1 fungu la 11, wakati Yohana alipokuwa akiandika, alisema alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea.
Kwa hiyo hakuwa anafikiria tu makutano ya watu kando ya msalaba au hata Israeli, bali alikuwa anafikiria kila kizazi ambacho kimeishi, isipokuwa watu wachache, wanadamu wote, kama ilivyokuwa kwa makutano waliokuwa wakipiga kelele pale Calvary, wameshindwa kumtambua ndani ya Yesu Mungu na Mwokozi wao. Kushindwa huku kukiwa ni janga kubwa na baya kuliko majanga yote, kunaonesha kuwa ujuzi wa mwanadamu juu ya Mungu umepungua kwa namna ya kutisha. Umepungua kwa namna ya kutisha. Kwa Mungu anataka tumfahamu yeye. Kama nilivyokutajia sifa zake. Kati ya hizo sifa nilizokutajia, hakuna sifa hata moja ambayo nyama yoyote au mwanadamu aina yoyote au kitu chochote kingeweza kuchukua hata chembe ya sifa kati ya hizo nilizokutajia, kwamba yeye ni mwenye uwezo wote, manake aliumba. Wanasayansi wanajaribu kuumba, kufinyanga, lakini wameshindwa. Wao ili waumbe ni lazima wachukue madini fulani na madini fulani wachanganye, ndipo watengeneze chombo fulani. Lakini Mungu aliumba from nothing. He created from nothing. He said, he uttered, and vitu vikatokea. Lakini hakuna mwanadamu ambaye ataweza kuumba. Nimezitaja sifa, kwamba Mungu anajua yote na yuko juu ya yote, na yuko wakati wote, patikani na mauti. Na imani machache haya yatakusaidia na yatanisaidia mimi.